dawa zozote za kustimulate na kuchochea nguvu, aidha usichoke au ucheze kwa dakika zile zile na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivyo vipimo vitafanyika kabla ya huu mchezo. Kwa hiyo sasa leo tutashuhudia kama kuna timu ilikuwa inatumia maybe hizi dawa, basi wakizikosa nafikiri inajulikana kwamba nguvu zitapungua na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivyo vipimo vitafanyika. Kodi imekuwa ya ndani kwanza. Mimi na maswali mengi. Hii kodi imekuwa ya haraka, alafu umetushangaza kutuletea taarifa kama hiyo, taarifa ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa anatarajia kuisikia. Umeitolea wapi taarifa kama hiyo? Unajua, ngoja niwaambie kitu kimoja. Mimi pia na vyanzo, na vyanzo vyangu mimi havinipi taarifa muda wowote, nanipa taarifa kulingana na muda taarifa inavyotokea. Kwa hiyo kupitia vyanzo vyangu nimepewa taarifa kwamba kuna vipimo maalum ambavyo vitafanyika vya kung'amua kama kuna matumizi yoyote ya madawa ya kuongeza nguvu kwa wachezaji, ili kuhakikisha kwamba wachezaji wanacheza kwenye uhalisia wao. Na of course hivi vipimo ni muhimu sana, na ni katika criteria ambazo FIFA wamekuwa wakizipigania sana kwenye mpira. Matumizi ya madawa ya kuongeza nguvu yanapigwa marufuku sana kwenye mpira sana. Sasa hii ni taarifa mpya Friji Bovu. Wewe mzee wa friji ambalo haligandishi, ndugu yangu, hii ulikuwa huna najua. Hii ya kupimwa hii. Kijana wangu si nimemrithisha friji siku hizi. Kwa vitu vigumu kama hivi kuna wakati mimi pia huaga na limitations zangu. Yeye sasa hivi hana limitation. Kwanza huyu anakoishi, huyu unajua anakoishi. Bana, ni kweli of course ni jambo zuri na mimi pia nafurahia. Lakini paka uone watu wanataka kufanya hivyo vipimo, wamepata viashiria hivi na kwa hiyo dalili. Yaani sio tu, ngoja niwaambie kitu kimoja bwana Friji. Nikupe tu utajua mwenyewe. Basi baba. Katika ile kikao cha usuluhishi kuna timu moja wapo ilipendekeza ifanyike hivi vipimo, na sioni kama ni jambo baya, ni vipimo vya kawaida ambavyo vinafanyika duniani kote, na hata kuna mchezaji barani Ulaya ameshawahi kufungiwa, Paul Pogba, nafikiri watu wanamjua. Alikuwa bandi kwenye mpira kwa sababu ya mambo kama haya, alikutwa positive. Kwa hiyo katika kile kikao kile ndio kulipendekezwa baadhi ya viongozi wa vilabu ambao naweka secret kwamba walipendekeza kufanyike vipimo vya anti-doping test, na sioni kama ni jambo baya. Kwa hiyo vitafanyika kabla ya mchezo, na ndio maana mnaona mchezo umekuwa na surprise nyingi. Reaction za Simba dakika za mwisho wanakuja kutangaza mechi inachezwa, lakini vile vile kumekuwa kuna mabadiliko mengi ikiwemo mambo ya waamuzi. Hivyo vyote havitokei kwa bahati mbaya. Si unanielewa? Hivyo vyote havitokei kwa bahati mbaya. Hivyo ni vitu ambavyo vimekuwa planned. Tuseme pia kuahirishwa kwa dabi ile tarehe 8 ina negativity na positivity zake. Yaani negative yake ni kwamba watu wamekosa ladha ambao watu walikuwa wanahitaji, lakini faida nyingine imeibua mambo mengi sana ambayo pengine asingefanyika mara baada ile dabi kuchezwa. Mfano kama hii hapa, mara baada ya dabi kuchezwa ile jambo lisingefanyika. Lakini pia hii kuleta waamuzi kutoka nje, tena waamuzi bora kabisa kutokea nchini Misri. Mwamuzi amechezesha hadi nusu finali ya AFCON, mechi ya South Africa na Nigeria. Mwamuzi ambaye amechezesha mechi ya finali ya Egypt Super Cup ile ya Ahli pamoja na Zamalek. Mwamuzi ambaye amechezesha mechi za World Cup za vijana. Leo ameletwa hapo kwa gharama kubwa. Jana nilikuwa naongea na Nasoro Hamduni, huyu ni mwenyekiti wa kamati ya waamuzi. Niliongea naye karibu dakika 20 kwenye kipindi. Nikamwambia kwa nini umefikiria hivyo, akasema ni jambo ambalo walikuwa wanalihitaji muda mrefu, lakini pia wanataka kuona dabi ya namna yake kwa sababu hii dabi sasa inafuatiliwa. Tension imekuwa kubwa, promo imekuwa ya tofauti. Kwa hiyo lazima walete waamuzi wote kutoka nje. Sasa kwa upande wa Yanga wao wanaumia. Waamuzi hawa kuletwa bila kushirikishwa. Sasa mimi najiuliza kwamba before Simba wao walishirikishwa, mbona Simba wamekaa kimya? Utajua nani anayehofia waamuzi kwenye dabi na nani ambaye huwa ananufaika zaidi na waamuzi. Unataka kusemaje? Nataka kusema kwamba ukiona mtu anashtuka, ujue amekuwa akipata favor ya waamuzi sana. Na kwenye dabi hizi amekuwa akipata hizo favor dhidi ya mpinzani wake, ndio maana wameanza kuingiwa na mchecheto. Hiyo jana alikamwa amesema tutapeleka malalamiko yetu TFF, mapendekezo yetu na maoni yetu kwamba swala kama hili waamuzi wanatoka nje, hatujashirikishwa na mambo kama hayo. Wao ushirikisho liweje? Kamati ya waamuzi. Unajua mimi ninachokielewa kwa upande wa Yanga ni kwamba unajua mechi ya mwisho ya dabi maamuzi yalilalamikiwa zaidi yaliwafeva Yanga. Hiyo inaeleweka nafikiri. Kulikuwa kuna incidents nyingi ambazo pengine zingeamuliwa kwa tafsiri ya kisheria ya mpira, ingepaswa kuwa penalty zaidi ya 2 ambazo Simba walinyimwa dhahiri shahidi. Pengine
wanahisi, unajua binadamu kwamba bana, kwa sababu dabi ya mwisho tulilalamikiwa sisi, labda wameletwa kwa ajili ya kutukomoa sisi. Hapana, muamuzi anapotoka huko anashabikia labda Zamalek, anakuja hapa Simba na Yanga zote anaziona timu za kawaida, hazimgusi. Ukifanya foul ndani ya penalty box, Elimpanzo amekufinya, umemgusa, penalty. Umeenda kwa upande wa pili, Pacome amekufinya, umempiga buti, penalty. Kwa hiyo wa relax, wacheze mpira. Umeelewa? Mpira ni mchezo ambao unaamuliwa kwa tafsiri za kisheria. Na of course vitu vyote hivi havitokei kwa bahati mbaya. Fijibovu, usiambue mambo ya Saaduni sio na nani. Umeelewa? Umeelewa? Haya mambo yanatokea yakiwa tayari ameshakuwa planned. Unaelewa ndugu yangu? Yaani haya mambo sio waamuzi wageni, sio mambo haya nilokuambia, hayo mengine anti doping na vitu vingine vyote vinavyotokea tayari vilikuwa planned, viko kwenye system. Hapa vinatekelezwa tu. Timu zitabweka lakini zitacheza. Sawa. Umeelewa? Na tuseme kitu. Pengine leo inaweza ikawa ni mechi bora sana kwa sababu ya kuwa na waamuzi wa kigeni. Na mimi nafikiria pia kuona hicho kitu kwa sababu hawa waamuzi wote waliokuja wana beji za FIFA, lakini zaidi ya yote wana experience kubwa. Lakini kingine hawatakubali kuharibu CV zao kizembe. Yaani wametoka huko Misri, wanatazamwa na hii ni dabi namba 4 kwa ubora, inatazamwa sasa hivi. Waweze kuchezea chini ya kiwango ni kitu ambacho hakuna. Na niliongea naye, unajua jana mmoja wa wachambuzi ambao wanaonekana wako wamebezi sana upande wa Young Africa, sitaki kumtaja jina. Unajua wachambuzi tunajuana, si ndio? Ndio. Aliposti taarifa mpaka sasa waamuzi hawajaingia mjini. Mpaka jana waamuzi hawajaingia mjini. Lakini mimi jana nimeongea na mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Nasoro Hamduni, anakuambia waamuzi walishaingia tangu juzi. Na wamewahifadhi sehemu, anakula kipupwe. Upepo wa bahari. Wasikutane na vidola. Nikamwambia vipi hamjawaambia hata wajamaa? Sema hawajui. Kwa hiyo mpaka sasa waamuzi wako safe na naamini wakichezesha hii mechi fairly. Simba inaweza ikawa ni dabi yake ambayo inaweza kashinda kwa idadi nzuri ya magoli kwa sababu brother, Simba wana timu bora sana kwa sasa na iko wazi, ni watu wataki kusema kwa sababu wana maslahi yao, lakini ukizungumza mpira kwa sasa, kwa namna ambavyo umewatazama Simba wamefika hadi hatua ya finali, si ndio? Ndio. Yanga msimu huu ameshia hatua makundi, lakini angalia intensity ya Simba kwenye michuano ya kimataifa wakaihamishia kwenye dabi. Wewe chukua tu sample ile, wewe umesoma kidogo chemistry, of course, physics, maabara unaingia na mix dawa. Una mix dawa. Sasa chukua ile sample ya Simba na Berkane ya pale New Amani, alafu ilete leo katika uwanja wa Mkapa. Kaka, watu watatoka damu. Watatoka damu kwa sababu eneo la kiungo la Simba Fabrice anapiga pasi ambazo zinafika, alafu ni pasi hizi long pass, diagonal pass, pinpoint pass, naongea vitu vizito. Ndio. Unaelewa vizuri. Alafu chini kuna Yusuf Kagoma. Amekagoma yule